Wale watoto wanakosa nafasi ya kuwa karibu na wazazi wao. Wanakosa malezi ya wazazi. Kwa sababu mama yuko bize, baba yuko bize. Unaona? Wakati mwingine ikifika weekend ambao ndio labda unatarajia kwamba watakuwa karibu na wazazi, mama anaenda vikoba, baba anaenda kupata kitu kidogo na marafiki zake. Wanabaki pale pale wako hanging. Lakini tunapoambia tujenge ukaribu, sio ukaribu tu wa kumchungulia mtoto, ukaribu wa kuzungumza naye. Mfanye mtoto awe karibu na awe rafiki yako. We mama, angalia namna gani utapanga muda wako wa kazi upate na nafasi ya kuwa na watoto. The same thing ifanyike kwa nani? Kwa baba. Sawa, tunajua ya kwamba tuko katika kampeni za kusema 50 kwa 50. Baba na mama wote haki sawa. Lakini sasa hizi haki sawa tuwe makini. Tuangalie tusije tukao tunasema haki sawa, alafu tunaharibu misingi ya kifamilia. Tunaathiri malezi ya watoto kwa sababu mama nataka niende kazini narudi saa 3 usiku na usafiri ukute ndio uko jiji kubwa, changamoto. Baba anaenda kazini, watoto wanabaki waendelewa na house girl. Mwisho wa siku mtoto huyu anaweza kafanywa ukatili. Aidha anaweza kafanywa na huyo mfanyakazi mwenyewe aliye ndani au aliyeko nje. Ndugu wa karibu wale tunaowakaribisha na yenyewe ni changamoto. Tunawakaribisha ndugu bado tunawapa nafasi za kulala na watoto wetu, inakuwa ni changamoto. Kwa kweli kuna haja kubwa sana ya kuangalia tugawanye tupate hiyo 50-50. Lakini sisi kama kina mama tunajua kwamba tuna jukumu kubwa. Jukumu zima la kulea watoto lipo kwetu. Ndio maana tunaambiwa mtoto akiwa mpumbavu akiharibikiwa ni mzigo wa mama, lakini yule mwenye akili na anayefanya vizuri anakuwa ni wa baba. Nani anasema hivi? Hata vitabu vya dini vinasema mtoto aliye mpumbavu ni mzigo wa mamae, bali yule aliye mwelevu ni furaha kwa baba. Kwa maana ya tafsiri haraka haraka ni kwamba kwa sababu yule mama anakaa na mtoto yule kwa muda mrefu, kwa masaa mengi kuliko baba. Ndio maana hata tunasema ya kwamba baba ni mtu ambaye anahangaika, anatafuta riziki kwa ajili ya familia muda wote. Na ndio jukumu lake. Kuna wakati mwingine ukiona kutumia mifano unashindwa, nunua hata midoli. Huko tunapata midoli ile ya watoto. Tumia mdoli kama mfano. Tumia mdoli kumuonyesha hii ndio sehemu fulani, hii ndio sehemu fulani. Ukiguswa hapa utakiwa kukubali, ukiguswa huku. Yaani mfundishe mtoto ajue mguso ambao ni hatari na mguso ambao ni salama. Mtu akimgusa mkono ajue huu ni mguso salama. Lakini ukimuonyesha kwenye mdoli mtu akigusa sehemu hizi au sehemu hizi mtoto ajue kwamba huu ni mguso hatari. Lakini pia pointi ya 7 ni kwamba mweleze mtoto wako wazi ya kwamba hata kama ukiguswa, ikitokea umeguswa au umekutana na unyanyasaji wa aina yoyote, usisite kuniambia. Niambie wala sita kuchapa kwa sababu ya hilo. Yaani kuwa wazi. Sasa na huyu wazi sasa ndio pale mzazi mwenyewe anatakiwa awe na ukaribu wa kutosha kwa mtoto. Sio mtoto akifanya kitu kidogo unamkaripia. Akifanya kitu kidogo amepigwa. Mtoto anajenga uoga ya kwamba inafika hatua anakutana na unyanyasaji lakini anaogopa kusema. Sema nikimwambia mama kuna mtu amenifanyia kitu fulani atanichapa. Kwa hiyo muhakikishie tu mwambie kwamba kwako ni salama, akueleze ukweli, na hata kama amefanyiwa hautamlaumu yeye, ila utamlaumu yule aliyemfanyia, ila wewe upo kwa ajili ya kumsaidia kuhakikisha anapata haki yake. Ndio hivyo. Lakini pia ya 8 tumesema ni mwambie atambue ishara za unyanyasaji. Ya 9 ni kutengeneza uhusiano wa karibu wa kuongea na mtoto wako. Kwa kweli hapa wazazi wengi tumefeli. Wazazi wengi tumefeli kwa sababu utakuta baba anaondoka saa 11 asubuhi kwenda kazini. Mama anaondoka saa 12 anaenda kazini. Na wanaacha kwenye vikoba au tuseme kazini. Wanaacha watoto wakiwa chini ya mfanyakazi wa ndani. Baba anarudi saa 4, mama anarudi saa 4 usiku. Kwa hiyo watoto kwanza wanapoamka wanakutana na house girl nyumbani, ndiye anayewahudumia. Kwa hiyo atawaandaa, wataenda shule. Wakirudi watakutana na house girl, atawaandaa, watakula, watalala. Kwa hiyo mpaka wazazi wanakuja, watoto waishachoka wamelala. Kwamba muda mwingi anaotumia baba ni kuwa katika shughuli za utafutaji. Kwa hivyo sasa mama, kama unaamua kuwa mtumishi, kufanya kazi, kufanya biashara, tusisahau majukumu yetu kama mama katika malezi ya watoto wetu. Anyway, labda maliza alafu nikuuliza. Nitaka kuuliza tu kwamba hivi hii 50 kwa 50 inaweza ikawa ni chanzo cha ukatili? Yawezekana ukatujibu baadaye. Lakini tu niseme hatua ya mwisho kabisa ni hatua ya kuomba kibali kwa mtoto cha kumuuliza maswali. Kwa hiyo wakati mnazungumza unaweza kumwambia unaniruhusu nikuulize swali lolote, yawezekana likawa swali la ndani zaidi. Mtoto akikubali muulize, lakini ukiona hataki usimuulize, muache, lakini endelea kumjengea mazingira ya kukuamini
ya kwamba naweza nikaongea na mama au na baba na akanielewa, na hata akiniuliza swali lolote naweza kumjibu. Kuna madhara gani? Madhara yapo, kwa sababu kuna maswali unapokuwa unazungumza na mtoto kuhusiana na masuala ya kingono, unyanyasaji wa kingono, kuna maswali ambayo unaweza kumuuliza kwamba kuna mtu ambaye alishawahi kukugusa sehemu yako ya nyuma au ya mbele. Sasa kwa mtoto mwingine anaweza asiwe tayari kwa ajili ya kujibu swali lile. Lakini pia kuna maswali ya mtego ambayo unaweza kumuuliza mtoto, una rafiki wa kiume au rafiki wa kike. Sasa kama ni mtoto ambaye hayuko tayari kuzungumza, hawezi kusema. Lakini kama ukimjengea mazingira, ukamwomba kibali cha kumuuliza maswali na kumwomba akujibu, anaweza akafanya hivyo. Hizo ni hatua 10 ambazo tukijitahidi na sisi kama wazazi nyumbani zinaweza kutusaidia sana kupromote hizi kampeni za kuzuia unyanyasaji. Mtoto usipomuomba au akikatalia asiongee au hayuko tayari na wewe unahitaji kumuinject, kumrekebisha, akisema sitaki, hata kama ni kipindi chote maisha yake, ina maana utamwacha usimwambie? Hapana, sio kwamba atasema sitaki. Unajua watoto wetu kuna namna ambavyo tunawalea sisi kama kina mama. Kuna namna ambayo nikitaka kupata ukweli kutoka kwa mtoto wangu wa miaka 3, 4, 5 naweza nikatumia. Ni kijana chocolate na pipi na nini. Yaani mtoto ni the way una mhendo. Kwa hiyo kama unataka kitu fulani kutoka kwa mtoto, hata kama ni mtoto wa miaka 18, miaka 17, 16, kama kuna kitu kama mzazi unataka kutoka kwake, utakipata kwa mbinu za kama mzazi. Za kisomi ambazo hazitamuathiri mtoto. Kwa maisha yetu sisi wa Tanzania, unayefahamu. Maana leo unaweza ukakuta kwamba mtoto ana uelewa mkubwa zaidi kuliko mzazi. Ni kweli. Huyo mzazi anaweza kufanya haya ambayo unaeleza kwa sasa. Kwa kweli mimi sio kama mpaka arudi shuleni. Unajua mbinu za kulea watoto sio mbinu za kufundishwa shuleni. Na ndio maana unaona hata mtoto wa miaka 14 ikatokea amepewa ujauzito, akijifungua tayari ana hali ya kuwa mama, ana hali ya kuanza kulea. Yaani ni vitu ambavyo vinakuja automatically. Ndio maana katika hizi steps ambazo nimeeleza, mmoja wapo nimesema kujaribu kujenga ukaribu na mtoto. Kwa hiyo mtoto hata kama akikataa, unapozidi kuwa karibu naye kila siku, unapojenga ukaribu na urafiki, inampa nafasi yeye ya kuwa wazi zaidi kwako. Mwisho wa siku anaweza kukufungukia ambayo hata ukutarajia. Lakini sio tu kwa sababu leo umemuuliza akakataa basi ukaamua kuacha. Akikataa, kama hayuko tayari umuulize maswali yoyote, unamwacha, lakini unaendelea na zile process zingine za kuendelea kujenga ukaribu kati yako na yeye. Lakini pia unamjengea mazingira ya kukuamini. Kama mtoto umeshamwambia kwamba hata kama umefanyiwa, ukiniambia mimi siwezi kukuadhibu, na ukaonyesha hivyo na unaendelea kujenga ukaribu na mtoto awe rafiki yako, inafika hatua atazungumza. Hatua ikifika atazungumza. Mazingira ya jamii ya kifugaji, Maasai labda na haya makabila mengine huko wanaishi maporini kabisa. Unadhani kwa hizi njia 12 anaweza akazimaster kulingana na maelekezo yanavyotakiwa ayapate? Ni kweli anaweza. Anaweza kwa sababu mtoto huyu kuanzia akiwa mdogo anakuwa katika mikono yake. Yeye ndio mlezi. Kwa hiyo akianza kumaster hizi njia kwa kuanzia watoto wake wakiwa wadogo, ukaribu, uwazi, urafiki, kufundisha njia hizi hatari, mnapoenda kuchunga mbuzi, msicheze michezo fulani na ini, ukifanyiwa njoo niambie, anaweza. Kwa sababu hizi mbinu hazihitaji mtu aliyesoma. Hazihitaji mtu aliyesoma. Hakuna sehemu hapa inasema lazima uandike, lazima uweke takwimu nimezungumza naye, hapana. Hakuna kupiga saini. Yaani hapa ni yeye tu ajue kwamba natakiwa niende hatua hii, hatua hii, hatua hii. Kitu ambacho wanakikosa sana ni hizo mbinu. Sasa namna gani anaweza akafanya? Kama nilivyosema, wengi wanakuwa wanahofia kutokana na mila na tamaduni zetu. Unaona mama anawaza nitaongeaje na mtoto wa kiume. Kwa mfano ukija kwenye jamii zetu za kifugaji, watoto wa kiume wako zaidi upande wa baba. Lakini kabla kufika upande wa baba kuna huo umri mdogo ambao wako na mama. Umri ambao wakiwa na mama ndio umri mzuri ambao mama anatakiwa kuchip in sasa katika yale mafundisho yake ya kumfundisha mtoto. Familia tunazifahamu. Ziko familia ambazo tayari tumeshashuhudia watoto wao wameharibikiwa. Hivi kati ya baba na mama wakumlaumu pale nani? Kiukweli mimi ukiniuliza swali hilo, nitakwambia wanaotakiwa kulaumiwa ni wazazi, kama wazazi wote baba na mama. Lakini lawama nyingi zaidi zitaenda kwa mama kutokana na malezi. Mambo mengine tunashuhudia kwamba iwe itakavyokuwa, swala la mtoto kuharibika ni jukumu la familia kuona kwamba nani alipaswa kufanya nini. Lakini kwa pale nani wa kulaumiwa? Mimi kwa kweli, kwa upande wangu, mimi kama mimi nasema ni wazazi. Tena nikianza na mama, kwa sababu mama ndio mlezi wa kwanza. Yaani kabla ya baba.
mama ndio mlezi wa kwanza, na jukumu zima la kulea huyu mtoto kuanzia akiwa umri mdogo analo mama. Baba pia ana play part yake, lakini sio kwa asilimia kubwa kama ilivyo kwa mama, kutokana na majukumu ambayo tumegawana katika familia. Lakini sasa siwezi kusema ya kwamba eti mitandao imekuwa mingi ndio maana watoto wameharibikia. Jamani, hebu tuangalie wenzetu wazungu. Zipo familia ambazo zina heshima, zina maadili, na kule kwao ndio teknolojia imeanzia. Unaona? Lakini ukijaribu kuchipi ukaangalia, mimi juzi nilikuwa naangalia kwenye mitandao, unaambiwa hata huyu mwanzilishi wa haya sijui makompyuta masoft nini haya madude hayo, ukifuatilia maisha yao ya nyumbani hawaruhusu watoto wao kutumia madude yale. Tena ile yani ipo kama kibiashara, lakini kwa familia yake haruhusu mtoto ashike. Hii si unampatia mtoto tablet, anaishika mtoto tablet tangia asubuhi yupo nayo hivi, hana muda maalum. Tunawaharibu wenyewe. Wenzetu hawafanyi hivyo. Kama ni tablet ina muda, mtoto akishika tablet kama anatakiwa kuitumia kwa siku kwa dakika 30, zikiisha inazima yenyewe. Na sisi tunasema kwamba eti mtoto kuwa na simu kubonyeza kuangalia picha zile ndio maendeleo. Na hicho ndio kinachotuharibu sasa kwenye malezi. Tena utakuta mzazi mwingine anaenda mbali, hiyo simu ya kupangusa, ana mtoto wa darasa la 5, darasa la 6, mtoto anamiliki simu hiyo. Alafu mbaya zaidi, kumiliki sio shida. Mbaya zaidi, hajaweka utaratibu wa kumcontrol ni nini ambacho anatakiwa akione katika simu ile, ni nini ambacho hatakiwi kukiona. Kwa hiyo mtoto akiingia ana uwezo wa kuangalia vitu vingi na ambavyo hata sio vya umri wake. Lakini unapompa mtoto akawa na muda maalum wa kutumia, lakini pia unaingiza ile parental guidance ya kwamba mtoto huyu unamlimit. Sehemu fulani hatakiwi kufungua, akifungua inakataa. Unaona Sisi hatufanyi hivyo. Unamnunulia tu mtoto simu unampa. Wazazi wengine wanaenda mbali wanampa, wanamwekea hadi na bando. Afu tunaona kama ni fashion ndio maendeleo. Lakini ukweli sio maendeleo. Sasa hapo uwezo ukamlaumu aliyetengeneza kile kifaa. Tunakulaumu wewe mzazi uliyemnunulia mtoto simu ile, alafu ukashindwa kujua namna gani ya kumcontrol katika kutumia simu ile. Mtazamaji wa East Africa, mtazamaji wa Mudisha TV, pamoja na mambo mengine tulikuwa tunazungumzia swala zima la malezi ya mtoto, hasa mtoto wa Kiafrika ambaye hivi sasa kila kukicha tunashuhudia kwa mkoa Manyara. Hivi sasa unaambiwa kwamba mkoa huu kama si wa pili basi ni wa kwanza kwa vitendo vya ukeketaji, na hii haijulikani ni kwa sababu gani, lakini wakati mwingine wengi wanasema kwamba ni kutokana na mila na tamaduni za watu hawa, lakini wengine wanasema ni mila ama kwa kukengeuka maadili, lakini pia na kitu kingine kinachotajwa ni swala zima la utandawazi. Hii ni moja ya vitu vinavyotajwa kuathiri au kuchangia vitendo vya ukatili kuendelea kujitokeza. Lakini kumbuka, ipo sheria, wako wadau maendeleo, lakini iko na serikali yenyewe na mashirika yasiyokuwa ya serikali. Kama hawa wapo, kwa nini hali hii inaendelea? Kama hawa wapo, kwa nini wasipunguze haya madhara ambayo yanaendelea kujitokeza? Leo tumepata fursa ya kuzungumza na Mheshimiwa Mosi Sorosas. Huyu ni hakimu mkazi wa mahakama ya wilaya ya Kiteto. Mengi tumemsikia hapa amezungumza, lakini pia ametoa na ushauri ya nini kifanyike. Fursa hii ya kutazama video hii inaweza ikakusaidia kumsaidia huyu mtoto ambaye hivi sasa pamoja na kwamba tunasema anao watetezi wengi, lakini amekuwa ni mwathirika mkubwa kwa vitendo hivi vya ukatili. Naamini huu ni mwanzo wako mzuri wa kumkomboa huyu mtoto wa Kiafrika ambaye ana changamoto kubwa. Hadi kufikia hapo, hatuna la ziada kwa siku hii ya leo. Mheshimiwa Hakimu, neno lako la mwisho ni lipi? Neno langu la mwisho ni kwamba wazazi tusimame katika nafasi zetu na tufanye majukumu yetu katika kuwakomboa watoto wetu. Tuwafundishe na tusiwaonee aibu. Sisi pekee ndio wa kwanza, tunasimama mstari wa kwanza kabisa ambao tunaweza kuzuia au kuruhusu kuendelea kuwepo kwa unyanyasaji kwa watoto wetu. Amemalizia kwa kusema hayo. Hadi kufikia hapo, niseme hivi, mwisho wa habari hii ni mwanzo mzuri wa habari nyingine nzuri zaidi kwa siku zinazofuata. Jina langu naitwa Mohamed Chumvi. Kwa heri kwa sasa.